Baba mtakatifu, Mungu wa uwezo wote, tunasema tena asante kwa sababu ya upendo wako. Umetukusanya kwa malengo yako, na ni kwa sababu ya ile tumekusanyika hapa. Baba, tupatie neema tena ya kufahamu maana ya maandiko matakatifu. Neno lako linasema tunapoamini Kristo tunaondolewa ule mtu wa zamani na tunavaa mtu mpya ambaye siku kwa siku anatengenezwa akufanane, manake afanane. Wakati huu Bwana ni wakati mzuri tena kwetu wa kusikiliza neno lako. Tupatie masikio ya ndani kusudi yule mtu wa ndani apate kuelewa maana ya neno lako. Imeandikwa ya kwamba roho inapatia mwili nguvu. Kama ule wa ndani atasikia neno lako Baba na maana yake, halafu ni yeye atakayempatia mwili nguvu, na mwili itaweza kutimiza mapenzi yako. Baba, tunashukuru kwa sababu ya siku ya leo. Umetukusanya sote, waliokuwa wagonjwa umewaponya, kusudi tena tushiriki mafundisho ya leo. Kwa sababu ya ile tunashimama kinyume cha kazi na mipango yote ya mwovu shetani ambayo ingetuzuru na kutufanya tusisikie maana ya neno lako. Tunaikatilia mbali kwa jina la Yesu Kristo. Tumika ndani yetu, tumika katikati yetu, na Roho Mtakatifu anayekuwa mfasiriaji wa neno atufasirie jinsi lilivyo. Tunaomba hivi ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Leo ni siku nyingine tena ambao Bwana ametupa, kwa sababu wako wengi ambao wangefikiri kuishi leo lakini haikuwezekana. Kama sisi tumeishi, lazima tumshukuru Mungu, maana ni siku nyingine ambayo Mungu ametupatia tena. Siku iliyopita tuligusia somo linalozungumzia agizo la Bwana kusamehe wanaotukosea, na tuligusia pale sehemu kabisa ya maneno kadiri vile Bwana alivyotuongoza. Na leo tutakuwa na nukta ya pili ndani ya lile somo ambayo inasema mwenye hasira hatatimiza agizo la Bwana la kuwasamehe waliotukosea. Ile ndiyo nukta tutakayozungumzia kwa leo. Wote wenye hasira au wenye kasirani hawawezi kutimiza lile agizo la Bwana, kwa sababu hasira ni nguvu inayokaa ndani ya mtu na kusababisha ndani ya mtu uadui. Na kama kati yako kumekuwa uadui zidi ya yule aliyekukosea, hauwezi kutimiza agizo la kumsamehe. Hivi kwa muda ambao Bwana atatujalia leo, tutagusia ile nukta inasema mwenye hasira hatatimiza agizo la Bwana la kuwasamehe waliotukosea. Neno limetuambia kwamba ni sharti tuwasamehe waliotukosea. Haizuru ni nani, ni mke wako, ni mume wako, ni ndugu yako, ni baba yako mzazi, ni mama yako mzazi. Kama amekukosea, Mungu akuwezeshe kumsamehe kabisa. Tuanje soma kitabu chetu cha kufungulia maandiko ya leo ndani ya Yakobo sura yake ya kwanza, alafu mstari wake wa 19 na taendelea mpaka mstari ya 21. Kiswahili changu kinasema hivi: ndugu zangu wapenzi, kumbukeni jambo hili, kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, lakini si mwepesi wa kusema, wala mwepesi wa kukasirika. Katika andiko hili tunaonywa kwa maneno mawili makubwa makubwa. Usiwe mwepesi wa kusema yale uliyoyasikia au kukasirika kwa sababu ya yale uliyoyasikia. Maneno mawili. Manake tunapokosewa kuna maneno ambayo tunaweza sikia. Unasikia jinsi ndugu yako alivyokutendea, inakusababishia hasira kwa sababu umesikia kile alichofanya. Hivi ndio alifanya, ndiyo amekuzungumzia habari ya ndugu yako fulani kwa vitendo vibaya alivyokutendea, umesikia. Maandiko nasema usiwe mwepesi wa kusema. Na katika somo utapata ufafanuzi wa neno lile. Usiseme kwa nani au usiambie nani, na usiwe mwepesi wa kukasirika. Mstari wa 22 nasema mtu ambaye ametawaliwa na hasira hawezi kutimiza mapenzi ya Mungu yaliyo ya haki. Haitawezekana. Ni kwa sababu ya ile somo letu linasema mwenye hasira
hatatimiza agizo la Bwana la kusamehe waliotukosea. Kama mtu atakuwa na utayari ya kutimiza kile ambacho Bwana anamwagiza, ni kama vile kupata baraka kwa Mungu. Kutimiza agizo moja la Bwana ni kumpendeza Mungu. Kwa hiyo kama Bwana atakuagiza jambo na unapata neema ya kutimiza kile ambacho Mungu amekuagiza, Baba atakuita wewe una heri, kwa sababu umefanya anachotaka. Na katika somo hili ningependa kabisa ukuwe na hamu ya kutamani kuishi maisha isiyotawaliwa na hasira, kwa sababu matokeo ya hasira ni mabaya sana na ni machukizo kwa Mungu vile vile. Hasira inatokeaka wapi? Hasira inatokana na kosa ulilotendewa. Ile kosa ambayo umefanyiwa inaumbaka ndani ya mtu hasira. Hasira kwa namna nyingine ni chuki. Unapokosewa unajikuta umechukia yule aliyekukosea. Kwa namna nyingine unapokosewa, hasira inaumbaka ndani ya mtu uadui na yule aliyekukosea. Ile ni matokeo ya hasira. Hasira inasababishiaka mtu kuchukia ndugu, inasababishiaka mtu kukuwa adui ya aliyekukosea, na inasababishaka magawanyiko hata kati ya ndugu na ndugu, magawanyiko kati ya jamaa. Unakutana jamaa ilishaka gawanyika kwa sababu ya nini? Ya hasira. Aba hawasemezanake na aba, na wale hawasemezanake na wale, kwa sababu kuna kosa fulani ambayo iliingia. Kristo alituambia nini katika Luka? Alisema katika Luka sura ya 17 mstari wa kwanza, haiwezekani kabisa kusitokee vikwazo. Haiwezekani. Manake duniani ambamo tunaishi, haiwezekani tuishi bila kukutana vikwazo. Na sasa vikwazo hivi Mungu anataka tuvipitie tukiwa watakatifu, bila kupoteza imani kwa sababu tulikosewa, bila kuacha imani kwa sababu ndugu wa karibu amekuumiza. Hapana. Tuanje soma hii andiko kusudi tuone moja kwa moja sasa matokeo ya hasira. Tusome ile kitabu cha Luka pale ambako Kristo alisema haiwezekani kabisa. Luka sura 17 mstari wa kwanza, neno linasema, kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake, haiwezekani kabisa kusitokee vikwazo vinavyosababisha dhambi, lakini ole wake mtu yule atakayevisababisha. Tena ni vikwazo vinavyolenga tufanye dhambi, lakini maandiko nasema ole kwa yule atakayefanya nini? Atakayevisababisha. Kusudi tuweze kuepuka kutawaliwa na hasira, pale pale ukishajua useme huyu mtu amenikosea, kutokana na andiko la Luka, ule mtu mara moja iko na ole mbele za Mungu. Sasa kama mtu iko na ole mbele za Mungu, kwa nini tena ufatane naye? Kwa nini na wewe tena ujichafue? Tusome hiki kitabu cha Mwanzo sura yake ya 27. Angalia matokeo ya hasira. Sasa tutaanzia mstari ya 41 mpaka 45. Neno linasema hivi: basi Esau akamchukia Yakobo kwa sababu ya baraka aliyokuwa amepewa na baba yake. Esau akawaza, siku za matanga ya baba zitakapokwisha, ndipo nitakapomuua ndugu yangu Yakobo. Lakini Rebeka alipojua nia ya mwanaye mkubwa, akamuita mwanaye mdogo Yakobo, akamwambia, jihadhari, ndugu yako Esau anajifariji kwa kupanga kukuua. Kwa hiyo mwanangu, sikiliza maneno yangu, ondoka ukimbilie kwa kaka yangu Labani kule Harani. Kaa naye kwa muda mpaka ghadhabu ya ndugu yako itakapopoa, naye atakapokuwa amesahau uliyomtendea, nitatuma mtu akurudishe. Kwa nini nifiwe na ninyi wote wawili siku moja? Kwa mstari wa 45 nilisema vizuri, ghadhabu yake itakapopoa. Katika Swahili nyingine nasema nini? Hata kasirani ya ndugu yako ikugeukie, naye atakaposahau ambalo ulimfanyia, halafu nitatuma na kukutwaa toka pale. Kwani nini nifiwe nanyi wote wawili siku moja? Kwa nini nifiwe na ninyi wawili siku moja?
Unasikia hapa maandiko nasema kasirani yake itakapokugeukia, manake itakapotoka kwako, akisha sahau ulichomtendea. Okay, pale njoo utakuya. Neno lile linataka onesha kwamba wakati wote tukiishi na tukikumbuka tuliyotendewa, hakuna amani kati ya wale waliotutendea mabaya. Ndio maana huyu anasema wakati wote Esau akingali anakumbuka uliyotenda tu atakuua, na faraja yake iko najituliza kusema nivumilie tu, nichunge matanga ya baba, sasa itaishi, njoo mimi namuua. Njoo faraja yake hii. Na ndio sasa mama yake anasema, mwana wangu jihadhari na ndugu yako. Faraja yake njoo ile. Manake faraja ya Esau ni wakati atakapoona Yakobo amekufa, njoo anakuwa kosole. Na mama yake anasema hapana, kimbia, kasirani yake sasa itakugeukia, yake itakuachaka. Akiisha sahau ulichomtendea, nitatuma mtu sasa, kisha ufanye nini? Ukuye sasa. Wakati wote tukichunga makosa tuliyokosewa, hakuna amani na watu waliotukosea. Hakuna uhusiano kati ya watu na sisi waliotukosea. Tukichunga yale matendo mabaya, tukiyakumbuka, tukiyatafakari, mpaka watu wengine anafanyaka uamuzi ya kusema kile kenye umenitendea, mimi naenda andika mu agenda yangu, sitasahawaka. Na mtu anaenda andika. Maandiko natuambia kwamba tutachunga neno la Bwana moyoni mwetu, hapana maneno mengine. Tukichunga kitu kingine moyoni mbali na neno la Bwana, tumekaribisha adui bila kufanya nini? Bila kujua. Na wakati wote unakumbuka makosa uliotendewa, hauna salama, hauwezi kuwa na salama. Na katika kuishi ile maisha kwa namna nyingine, unakuwa huko najifungia baraka zingine, kwa sababu pale pale wakati uko na ile hali ya kasirani, uko chukizo mbele za Mungu. Sasa utapata baraka mbele za Mungu? Hakuna. Kwa hiyo kama mtu ana hasira, hatatimiza agizo la nani? La Bwana. Na kama Bwana anakupa agizo, furaha yake ni kuona umetimiza lile agizo. Kama hutalitimiza, basi mengine kutoka kwa Bwana hutayapata vile vile. Uadui huu uliendelea kabisa, na hakuna andiko kabisa linaloonesha kama uadui wa Esau na Yakobo iliishaka. Lakini kuko namna moja ambayo Esau aliitumia kwa macho ya kimwili na kwa mafikiri ya kimwili. Unaweza fikiri kama Esau amesamehe Yakobo, lakini kwa matokeo ya maisha iliendelea kuonesha kwamba bado msamaha haiyakuwa kati ya hawa watu. Na Mungu hatuite kwa msamaha ya juu juu tu. Haleluya. Kama utamsamehe mtu, msamehe kwa moyo wako ngapi? Kama hutamsamehe, onesha kwamba hutamsamehe. Maandiko natuita hali yetu ijulikane. Kama sisi ni baridi, ni baridi. Kama sisi ni moto, ni moto tu. Wakati utaonesha hasira yako waziwazi, basi Rebeka atajua kama akimbize Yakobo namna gani au asimkimbize. Lakini ukikuwa na sura moja hivi ya unafiki, Yakobo atabakia pale, tukifikiri umesameheana, akumbe bado unamvizia tu, utamfanya nini? Utamtoboa. Angalia maisha yao watu gisi walivyoenenda. Some katika kitabu cha Mwanzo 32. Ni kitu kizuri sana watu waliookoka kuishi wakiwa na Biblia, neno la Mungu. Tunapofika kwenye ibada, tunakuja kusudi tujifunze neno la Mungu. Hatukiage fanya kitu kingine hapo. Tunakuja kumwabudu Mungu na kujifunza neno lake kusudi tupate maagizo ambao Bwana anatuagiza na namna ya kutembea. Kwa hiyo ni lazima kila mmoja akija kwenye ibada akuwe na Biblia, na mwenye kujua kuandika akuwe na pahali pa kuandika. Ni kitu muhimu sana. Tutasoma katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 32. Tunaona kidogo maisha ya Yakobo pamoja na Esau, namna walivyoendesha sasa nyuma ya vitendo hivi vya makosa vilivyosababisha hasira ndani ya moyo wa Esau. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 32 mstari wa kwanza tutasoma kabisa, tutashuka na usomi mpaka pale ambako tutaelewa maana ya huu usomi. Mwanzo sura yake ya 32 na mstari wake wa kwanza, neno la Mungu linasema hivi: Yakobo
aliendelea na safari yake. Basi malaika wa Mungu wakakutana naye. Yakobo alipowaona akasema, hili ni jeshi la Mungu. Kwa hiyo akapaita mahali hapo Mahanaimu. Yakobo aliwatuma wajumbe wamtangulie kwenda kwa nduguye Esau huko Seiri katika nchi ya Edomu. Aliwapa maagizo haya: mtamwambia bwana wangu Esau hivi, mtumishi wako Yakobo asema hivi, nimekaa ugenini kwa Labani mpaka sasa. Nina ng'ombe, punda, makundi ya kondoo na watumishi wa kiume na wa kike. Ninakutumia ujumbe huu bwana wangu, ili nipate fadhili mbele yako. Amen. Tuachie kwanza pale kidogo. Pahali hapa ambako tunasoma ni hatua ambayo Yakobo amefikia. Anataka rudia sasa kutoka muukimbizi kule ambako mama yake alimwagiza kusema, enda kwa kaka yangu Labani kule Harani, utulie kule mpaka hasira ya ndugu yako sasa itaishaka, njoo nitakuitaka ufanye nini? Ukui. Sasa hapa hawakuita Yakobo, lakini ni Bwana Mungu alimfunulia kwamba wakati yako ya kutoka Harani imefika, urudie katika nchi yako. Na hapa sasa amefikia hatua iko mnjia, wanakaribia kufika kwa Esau. Ndio anasema hapa, nitaweza kupita kweli? Sijui kama nitaweza kupita, kwa sababu ile uadui, roho na roho zinazungumzaka, lazima anasikia ule uadui ndani ya moyo wake. Anasema hapana, mwanje nitangulia, mwende ambia Esau kwamba niko mnjia, niko natoka Harani, alafu Mungu alishaka nibariki na ng'ombe, kondoo, ngamia, niko ninakushi. Hivi mwende mumwambie kwamba mimi nataka nipate rehema kwake, nikubaliwe, uadui ifanye nini? Iishe. Haleluya. Sikiliza sasa mstari wa 6. Hawa wajumbe walikwenda kisha wakarudi na kumwambia Yakobo, tumefika kwa ndugu yako Esau, naye yuko njiani kuja kukulaki akiwa na watu 400. Basi Yakobo akaogopa sana na kufadhaika, akawagawanya katika makundi mawili, katika makundi mawili, watatu waliokuwa pamoja naye, kondoo, mifugo mingine na ngamia, akifikiri kama Esau akija na kuliangamiza kundi moja, basi kundi litakalosalia litaponyoka. Kisha Yakobo akamwomba Mungu akisema, Mungu wa baba yangu Abrahamu, Mungu wa baba yangu Isaka, Mwenyezi Mungu uliyeniambia nirudi katika nchi yangu kwa jamaa yangu, ukaniahidi kunitendea mema, sistahili hata kidogo fadhili ulizonipa kwa uaminifu mimi mtumishi wako. Nilipovuka mto Yordani sikuwa na kitu ila fimbo, lakini sasa ninayo makundi hayo mawili, na kuomba uniokoe sasa kutoka kwa ndugu yangu Esau, maana nina hofu kuwa atatushambulia na kutuua sote, akina mama pamoja na watoto. Wewe uliniahidi kunitendea mema na kuwafanya wazao wangu wawe wengi kama mchanga wa bahari, ambao hauhesabiki kwa wingi wake. Basi Yakobo akalala mpaka usiku huo, kisha akatenga sehemu ya mali yake iwe zawadi kwa ndugu yake Esau: mbuzi majike 200 na mabeberu 20, kondoo majike 2000 na madume 20, ngamia 30 wanaonyonyesha pamoja na ndama wao, ng'ombe majike 40 na ng'ombe 10 na punda majike 20 na makundi na madume 10. Akawakabidhi watumishi wake kila mmoja kundi lake, akawaambia, nitangulieni mkiacha nafasi kati ya kundi na kundi katika msafara wenu. Akawaagiza yule aliyetangulia, ndugu yangu Esau
atakapokutana nawe na kukuuliza, wewe ni mtumishi wa nani? Unakwenda wapi? Na wanyama hawa ni wa nani? Wewe utamjibu, hii ni mali ya mtumishi wako Yakobo, nayo ni zawadi yako wewe bwana wangu Esau. Tena Yakobo mwenyewe yuko nyuma anafuata. Akatoa agizo hilo hilo kwa watumishi wa kundi la pili na la tatu na wengine wote, akisema, mtamwambia Esau maneno hayo hayo mtakapokutana naye. Zaidi ya yote, mtamwambia mtumishi wako Yakobo yuko nyuma anafuata. Yakobo alifanya hivyo akifikiri pengine nitamtuliza kwa zawadi hizi ninazomtangulizia, na baadaye naweza kuonana naye ana kwa ana, kuenda atanipokea. Basi akatanguliza zawadi zake, lakini yeye mwenyewe akalala kambini usiku huo. Si mnaona ile iko konflikt kati ya bandugu wawili, na kisha anaenda, mwende omba pardon, gisi niko na kuye. Wale watu wakati wanaenda, wanatoka kule wanasema, tumemwona tulipomwambia vile vinyuli tuagize, naye iko na kuya deja. Iko na watu 400 iko mnjia. Yakobo tena anastuka. Niliwaza kama wataniambia ke atasema hakuna shida, mambo ishakuwa sawa, ukui. Iko na kuya na watu 400. Yakobo akaingia pale mu maombi. Kama ilikuwa maombi ya woga, kama ilikuwa maombi ya mafadhaiko. Baba ulisemaka utazidishaka watoto wangu. Sasa angalia yenyewe Esau iko nataka nitendea. Hawamwambia kama watamtendea kitu. Lakini ile mashitaki ndani ya moyo iko nasumbuka tu. Anakuja na watu 1000. Jua kiyefanya huku ni eske tu kukia nikaribisha mara moja mpaka tu 400. Sispe. Anaomba. Akishamaliza kuomba. Unajua kuko wakati yenyewe unaombaka, unakuta unasema hapana tu, kazi hii haishi. Anamaliza kuomba aseme hapana. Mlete zile makombe. Anagawa kwanza ngombe, anagawa na kondoo, anagawa na ngamia. Hivi vyote mumpelekee. Sasa utawaona, mtafuta mwambia useme vilikuwa vyangu lakini nimemupa havyo. Saa zingine hivi vitatuliza hasira. Mwenye hasira hawezi timiza mapenzi ya Mungu. Kisha uone hasira ya Esau ilishamkosesha Yakobo salama. Hata ombe akemee tu salama haiko. Manake hasira iko na nguvu, inapitaka na mwinchi, inavuka na maprovensi, mpaka kama mlikoseana na mtu wa jimbo la Kivu, ile hasira iko na mstuko. Akisikia tu aseme leo fulani anakuya, hauanja safari mara moja, ile picha inatangulia. Sasa atakuya atasema nini? Kisha uangalie Yakobo amegawa. Matumaini yake ni kwamba sasa ataona hizi ngamia atatulia. Haleluya. Atatulia. Eske kweli atatulia? Tuvuke kidogo ndani ya ile sura yake ya 33. Tusome kidogo, tuanza mstari ya kwanza, tusome pale kidogo tuone maneno ya kutuelekeza. Mwanzo sura 33 mstari wa kwanza. Basi Yakobo alitazama akamwona Esau akisha pamoja na watu 1000. Hapo akagawa watoto wake kati ya Lea na Rakeli na wale wajakazi wawili. Akawaweka wajakazi na watoto wao mbele, kisha Lea na watoto wake, na nyuma kabisa wakafuata Rakeli na wanawake na mwanawake Yosefu. Kisha yeye mwenyewe akatangulia, akaenda, akainama mpaka chini kwa heshima mara 7, mpaka alipofika karibu na ndugu yake. Kama vile alifanya safari ya magoti, akaenda akanja tenga watu wajakazi na watoto wao wakakuwa mbele. Lea akafata, Rachel na Benjamin na Yosefu kule nyuma. Sasa na mie nitangulie, hata kama mie nitakufa hapa wanaweza kimbia. Anaenda na anapiga magoti na inama mara 7, namna ya heshima ya nguvu sana, manake kubembeleza hasira. Anainama sababu manake nyuma yake kulikuwa vijakazi na watoto, nyuma ya vijakazi kulikuwa Lea na watoto, nyuma ya Lea kulikuwa Rachel. Sasa manake umata ule anaweza kimbia, na ile ni maneno ya kuonesha
upendo yenye alikuwa nayo ku Rakeli, ndio akamtia nyuma sana. Omwata aba bajakazi wale wanaweza kufa mara moja kidogo pale, Lea naye bo, lakini ule kwenye wale watakufia Rachel anashafanya nini? Anashakimbia. Kwa nini anaogopa kiasi kile? Na ijapokuwa matendo waliotendeana wao kwa wao, watoto wake, vijakazi, mali havikuwaka pale. Manake tukichunga makosa tuliokosewa, haishi yake kusie peke, inaendaka mpaka na mtoto wetu ataishiki ile matendo. Ni kwa sababu ya ile tunapaswa shughulika usiku na mchana. Kama kukiwa mzozo kati yetu, tuangalie namna ya kuitatua. Hata wapembeni asijue, tutumike usiku na mchana mpaka tufanye nini? Tumalize maneno. Haleluya. Alikutana hapa na Esau na amepitisha usiku, nyuma ya kumaliza kutenga makondolo na mangombe, usiku tena malaika anamfikiri, na mwile usiku tena amepigana na malaika. Malgré priere yenye aliomba kule, ile maombi yenye alifanya kule, haya mtulize. Anakutana na malaika, anababania, anasema hapana, mimi sitawaacha badi, niko mvita kubwa, kama hamtanisaidia ndakufa. Wanasema ndio tumesikia, tuache sasa, si hatupendake usiku butukuchie. Aseme hapana, na mimi sitawaacha, munisaidie. Mwisho wanamuuliza, jina lako njoo nani? Mimi njoo Yakobo. Hautaita tena Yakobo kwa sababu umeshindana, na katika ulimwengu wa roho tumeona umeshinda, basi wewe ni Israeli. Aseme asante. Basi pale njoo anaenda kutanana sasa naye, na ijapokuwa ile evenema zote zishapitika, mimi tena tu ona hatua za niko nafanya, hapa kwa mbele, hapa kwa nyuma. Manake wakati kosa iko inaokesha fanya mambo mengi sana ulimwengu wa kiroho. Kumstari wa 4 sasa neno nasema nini? Basi Esau akaenda mbio kumlaki Yakobo, akamkumbatia na kumbusu shingoni, na wote wawili wakia. Esau alipotazama na kuwaona wale kina mama na watoto, akauliza, na nani hawa ulio nao? Yakobo akamjibu, hawa ni watoto ambao Mungu kwa neema yake amenijalia mimi mtumishi wako. Kisha wale wajakazi wakakaribia pamoja na watoto wao, wakainama kwa heshima. Halafu kadhalika na Lea naye akaja pamoja na watoto wake, akainama kwa heshima. Hatimaye Rakeli na Yosefu wakaja, wakainama nao kwa heshima. Ndipo Esau akauliza, ndipo Esau akauliza, nini maana ya kundi hili nililokutana nalo? Yakobo akamjibu, nilitumaini kupata fadhili kwako, Bwana wangu. Lakini Esau akasema, nina mali ya kutosha ndugu. Pale ndipo usikilize vizuri. Haleluya. Sikiliza hapa mzuri. Wamekutana sasa na wanataka fanya remize ya zawadi. Manake Yakobo anataka mpatia Esau, na Yakobo ndani yake anajua kwamba itakapokuwa Esau amepokea hii sehemu, ile sehemu itatuliza nini? Hasira. Sasa hapa wanataka fanya ile upatiaji, anataka mpatia aone kama atapokea, na yeye anajua kwamba Esau akipokea hii hakika itatuliza hasira yake. Sasa sikiliza usomi pa verse ya 9 mstari wake wa 9, nasema, lakini Esau akasema, nina mali ya kutosha ndugu yangu, mali yako na iwe yako mwenyewe. Yakobo akamwambia, hapana, kama kweli umekubali kunipokea, basi nakusihi uipokee zawadi yangu. Hakika kuona uso wako ni kama kuona uso wa Mungu. Kwa vile ulivyonipokea kwa wema mkubwa, kwa wema mkubwa, basi na kuomba uikubali zawadi hii niliyokutolea, kwa sababu hata mimi pia Mungu amenineemesha, nami ninayo mali nyingi. Ndivyo Yakobo alivyomshawishi Esau, naye akaipokea zawadi yake. Amen. Basi zawadi akaipokea kwa kumsihi, na Kiswahili kingine kimesema kwa kumshawishi, maana kwa mafasirio mengi sana ndio alisala naiti. Na neno alilomwambia Yakobo, akamwambia, kwa nini nikamate yako? Mimi niko na mali ya kutosha, yako ikue yako na yangu ikue yangu tu, achana na ile. Yakobo anasema hapana, na mimi nisaidie. Kama tu kweli umenipokea kwa wema,
haiko tena kwa maneno ya ndani, so ukamate. Katika asili za jamaa zetu ilikuwa ile desturi, hata kama watu walikoseana, kuonesha kwamba mmesameheana, walikuwa na wasurutisha muuzi hata kuku muichinje, alafu muikule nyi wawili kwa meza moja. Ilikuwa nakuwa alama ya kuonesha kwamba mmefanya nini, mmesameheana. Na kama mmoja wenu atakatala, anasema mie sikufa njala, atanisha shiba, kama maneno ilikuwa ishafika kumwisho, tena watasema hapana, kuko magumu hapa. Yeye anakataa kukula jua nini? Lakini kwa kukula na kula nyewe wote pale kumeza moja, wanasemaka okay. Na mtu kama utafanya tena kinyume cha msamaha, nyuma ya kufanya ile tena, basi watajua kwamba uko mbaya kabisa, hata unaweza tungwa majina ya kusema huko mlozi kabisa. Na Yakobo akafanya ile alama, akasema kama kweli tu umenisamehe, kamata. Hata kama ushaka tosheka, ndiyo sikupatie juu nikutajirishe, lakini mimi nakupatia na mie roho yangu itulie ushanisamehe. Haleluya. Ile ni neno kubwa sana, na katika maisha yetu lazima mambo sawa hii tuangalie namna ya kukuwa natumika. Sasa hapa kuko hatari moja. Muda mrefu ambao Yakobo aliishi kwa Labani kule Harani, Esau alibakia huko. Hatujui kama alikuwa anaambia watoto wake namna gani kusudi nao wajue kwa ile mzozo yenyiko kati ya Esau na Yakobo, hatujui. Lakini maisha ya watoto wa Esau ilionyesha wazi kwamba kuna makosa ambao wazee wetu walifanya nini, walikoseana. Tunapokoseana au kunainuka mzozo katikati ya jamaa, kitu cha kufanyia angalisho sana ni kuchunga zamu. Mie nimekoseana pamoja na ndugu Zefani, nitumike sana ili kosa kati yangu na Zefani tulitatue sisi wawili, na yeye atumike sana kusudi likiisha tupate zawabu kwa Mungu. Kama haliweze kutatuliwa, tunasameheana mie na Zefani, alafu nimeambia watoto wangu, nimeambia Eklesiaste, nimeambia Ezekiase, namwambia makosa ya Zefani, nyuma tunakia sameheana. Hii msamaha hatuielezee tena, sielezee watoto, basi ndiyo tumesameheana na huyu. Lakini kati ya watoto wangu sijui wenye hasira tena zaidi ya yangu kama wiko ni nani na nani. Sio tumesameheana, akumbe ile yenye mtoto alisikiaka angali na bana anasema papana anatuambiaka Zefani alikulaka franga yake, wale watoto yake tutaonaka. Sio tumesameheana, lakini wale watoto sio waambia ke maneno umefanya nini, hata na nilishaka kufa watoto ya Zefani wataliaka. Na ni kwa sababu ya ile Mungu atupatie uwezo ya kuchunga sana makosa mliokoseana, hata ya kijamii. Uko na ndugu yako mlishakoseana nao, shikaze sana usiambie watoto wako. Watoto wako unataka wafanya wakwe ba victime ya maneno ya jamaa. Wewe utatoka mumwili, watoto watabakia na ile hasira. Pengine mligombaniaka parcel, alafu watoto wanabakia na maisha kwa sababu haikuwake picha moja inashindikana, na liko na ile histoire. Nasema papa alituambia sema grand frère yake alikamataka ile mlima ilikuwa kaya papa. Sasa ona kisiviko na iuzisha leo, hata hawezi tukumbuka na kutupatia parcele moja. Vraiment kati ya wale watoto hauji wake nani atainuka na kufanya kitu kisicho stahili. Yakobo na Esau hapa wameonekana kama wamesameheana, lakini hatuna uhakika kabisa kama hii msamaha iliingia mjamaa yote ya Esau, kwa sababu hii maandiko inaonyesha kwamba inaonekana msamaha haikuingia mjamaa. Tusome hii andiko, inaonyesha wazi kabisa kwamba msamaha hii, ijapokuwa Yakobo na Esau wamesameheana, lakini msamaha hii kupitia ile andiko inaonekana haikuingia mjamaa yote kabisa. Some kitabu cha Hesabu, na ni kwa ajili ya ile lazima tujiazare sana tena sana, tujiazare kabisa. Hesabu sura yake ni ya 12. Hesabu sura ya 12, alafu mstari wake ni wa 14. Tuangalie neno linatuonesha pale nini. Hesabu sura yake ni ya 12 na mstari wake ni ule wa 14 mpaka 21. Neno la Mungu linasema, Mose alipeleka wajumbe kutoka Kadesi kwa mfalme wa Edomu, akamwambia ndugu yako Israeli asema hivi, wewe wazijua taabu zote tulizopata jinsi baba zetu walivyokwenda Misri,
ambako tuliishi kwa muda mrefu, na jinsi wa Misri walivyowatesa babu zetu, wakatutesa na sisi pia. Tulimlilia Mwenyezi Mungu, naye akisikia kilio chetu, akatuletea malaika aliyetuondoa Misri. Sasa tuko hapa Kadesi, mji unaopatikana na inji yako. Tafadhali uturuhusu tupite injini mwako. Hatutakanyaga mashamba yenu wala yale mizabibu, wala hatutakunywa maji ya visima vyenu. Tutaifuata barabara kuu ya mfalme na kwenda moja kwa moja bila kugeuka kulia au kushoto, mpaka tutakapotoka katika nchi yako. Lakini mfalme wa Edomu akajibu, hapana, hutapita katika nchi yangu. Kama ukipita, nitatoka na kukushambulia kwa upanga. Waisraeli wakamwambia, sisi tutafuata njia kuu. Kama sisi na mifugo yetu tukinywa maji yenu, tutalipa. Tunachoomba, tafadhali uturuhusu tu tupite kwa miguu, wala hatutaki neno lolote lingine. Lakini mfalme wa Edomu akasisitiza, hatutawaruhusu. Mara Waedomu wenye nguvu wakatoka kupigana nao. Basi Waedomu wakakataa kuwapa ruhusa Waisraeli kupita katika mipaka yao. Waisraeli wakageuka na kushika njia nyingine. Amen. Edomu ni jina lingine la Esau. Esau kwa namna nyingine, maandiko ni mengi, hatutaisoma leo, yenye nashuhudia kwamba Esau jina lake lingine anaitwa Edomu. Alafu katika Mwanzo sura 33 tumeona kwamba Yakobo na Esau wamesameheana. Lakini tunapokutana sasa watoto wa Esau na watoto wa Yakobo, tumegundua kwamba hasira, uadui kati yao ingali sasa. Manake tunapokoseana sisi kwa sisi, tujihadhari sana. Tunaweza kuwa na matatizo, mizozo mjamaa. Jamaa ya fulani haisikilizanake na jamaa ya fulani, papa fulani hasikilizanake na papa fulani, na wewe vile vile hausikilizanake na fulani wa mshamaa yenu. Jihadhari sana, watoto wako usiwaingize ndani ya ile mzozo, kwa sababu wewe unaweza pita, lakini ile mzozo itafanyaka mambo makubwa. Pima kuangalia, watoto wa Yakobo wanafika karibu na inji ya watoto wa Esau, kwa inji ya milima, na watoto wa Yakobo wanasihi na kusema, mturuhusu tupite. Manake wanataka wafanye visa, wakati hata visa ya kupita muinji. Tunaenda tu, hatutaikala Uganda, tunaenda katika inji nyingine, barabara tu, kupita tu bure. Na wanawafasiria namna zote, hatutaharibisha kitu. Yenye tutaharibisha, mtatupa faktire, tunalipa. Tukikuwa na kiu mwinji yenu, mai yenye tutakunywa, mtatupatia faktire. Maandiko nasema mfalme wa Edomu akasisitiza, akasema hamutapita. Na kati ya wale watu kulikuwa wasuja, wakatoka wakaenda pigana nao, mpaka wakasema basi mtuhurumie, hatutapita, tukisi mulisema hatutapita. Wakatafuta ingine njia. Yakobo angali hapa? Hapana. Esau angali? Hapana. Ile ni uadui inaendelea kati ya watoto. Sasa inaendelea vita na vita, na hii imesababisha migawanyiko nyingi ndani ya majamaa, mpaka jamaa hazina kabisa ile uhusiano. Tuangalie mwiki kitabu cha Edomu, cha nazungumza tu kwa Edomu, ndani ya kitabu cha Obadia. Some ile kitabu ya Obadia. Obadia ni kitabu kimoja tu. Tuanje mstari wa 10. Obadia kitabu kimoja tu, alafu tutaanzia mstari wake ni wa 10, na utaandika kwenye buku lako. Tunaanza mstari wa 10 mpaka mstari wake wa 16. Obadia ni kitabu kimoja, tutaanza mstari wake ni wa 10 mpaka 16. Kipata Ezekiel unaendelea kule mbele. Shapata Ezekiel utakutana kule wakina Hosea, wakina Mose, alafu nakutanana na Obadia, kwa sababu ni kitabu kimoja tu. Hata kwa Biblia zingine ni karatasi moja tu.
Basi ikiwa tumepata na wengine wakitafuta kwa ajili ya kukomboa muda, acha nisome neno linasema hivi: kwa sababu ya matendo maovu mliowatendea ndugu zenu wazao wa Yakobo, mtaadhibiwa na kuangamizwa milele. Siku ile mlisimama kando mkitazama tu wakati wageni walipopora utajiri wao, naam, wageni walipoingia malangoni yao na kugawana utajiri wa Yerusalema kwa kura. Kwa hiyo nanyi mulitenda kama wazao wao. Msingalifurahia siku hiyo ndugu zenu walipokumbwa na misiba. Msingaliwachekea Wayuda na kuona furaha wakati walipoangamizwa. Msingalijigamba wenzenu walipokuwa wanataabika. Msingeliingia katika miji wa watu wangu siku walipokumbwa na maafa. Msingelipora mali zao siku hiyo ya maafa yao. Msingelisimama kwenye njia panda na kuwakamata wakimbizi wao, wala msingeliwakabidhi kwa adui zao wale waliobaki hai. Siku inakaribia ambapo mimi Mwenyezi Mungu nitawahukumu mataifa yote. Kama mlivyowatendea wengine, ndivyo mtakavyotendewa. Mtalipwa kulingana na matendo yenu. Maana kama walivyokunywa kikombe cha ghadhabu yangu kwenye mlima wangu mtakatifu, ndivyo na mataifa jirani yatakavyokunywa. Watakunywa na kupepesuka, wataangamia kana kwamba hawakuwahi wapo duniani. Hii ni hukumu ya Mungu sasa kwa ajili ya taifa la Edomu, kufatana na vitendo ambavyo walitendea taifa la Israeli. Walitenda nini? Ilifikia kiwango kwamba Israeli inapopitia mateso ilikuwa na umba furaha ndani ya wazao wa Esau. Wanafurahi wakati wanaona watoto wa Yakobo wanasufiri, nao wanacheka, wanasema ile ndio mnastahili. Na Mungu hapa anawahamakia, anasema haingekuwa furaha yenu wakati watoto wa Israeli viko wanateseka, alafu ninyi mnafanya nini? Mnafurahi. Ilifikia kiwango magumu ya Israeli, wale watu wanakuwa naiangalia kimya. Wanyang'anyi wanaingia mnyumba ya Israeli, wazao wa Esau wanaangalia, wanafurahi, wanasema omwe ile kitu vapore, wanajioneshaka kama hapo ndio babarikiwa. Mali hapo wanaifanya nini? Ndani ya ile neno Mungu anatuita kutenda haki hata kwa watu waliotukosea. Kutendea adui yako nini? Haki. Furaha ya Edomu ni kwamba Israeli anateswa, Israeli analia, naye anafurahi. Wakati yenye umeruhusu hasira kutawala ndani yako kwa ajili ya ndugu aliyekukosea au kwa ajili ya mtu wa jamaa aliyekukosea, ukiruhusu hasira ndani yako, inakufikishaka kiwango mateso ya ule mtu ikuwe furaha yako. Mtu iko magumu, alafu unafurahi, unasema kanaanga anacheza na si watu ya Mungu, si ndio? Ule sasa atajionea kama hatubu, atajionea, manake unafurahi. Haiko tabia yetu si watu ya Mungu, hata mtu aanguke kwa sababu alitukosea isikuwe sababu yako ya furaha. Kumbuka Daudi alipokutana adui yake Saulo katika pango la maficho, andiko nashuhudia kwamba alikataka pande la vazi kusudi kesho amuoneshe ushuhuda kwamba ningetaka kukuua kama nilishakuua. Lakini maandiko yanaonyesha kwamba nyuma kidogo alishtakiwa na dhamiri, sema kwa nini nimefanya hiki kitu? Kwa nini nimefanya hii uovu? Manake tendo ndogo ambalo amefanyia tu adui yake, kwa sababu ya haki yenye iko ndani yake, iliomba ajute, ahuzunike kwa nini amefanya ile kitu. Nataka sema kwamba
Hasira ikipata nafasi mtu anakuwaka na raha wakati yule aliyemkosea iko mumagumu, na inaweza fikia kiwango ule iko mumagumu iko uendelea naye, wewe unabakia njoo uko unacheka sema sina mimi nilipatikanaka hapa kunijaliaka naye sasa aone bana. Hapana, haiko tabia ya watu ya Mungu, na ile ni matokeo ya zile hasira. Mungu anatukataza na kusema hasira isipate nafasi ndani ya mioyo yetu. Acha nikuoneshe hiki kitabu, alafu nyuma hiki kitabu tutaona watu karibu wangapi ambao makosa yao, mizozo yao waliambukiza watoto, na watoto wakatimiza vyenye wao wangefanya. Sasa tuanze soma hiki kitabu ndani ya Zaburi 37. Zaburi 37. Sikiliza neno la Mungu kama sasa linatuonya nini. Zaburi 37, alafu mstari wake ni wa 8. Katika Swahili hii neno linasema, epuka hasira wala usiwe na ghadhabu, usihangaike, maana hiyo huzidisha ubaya. Haleluya. Epuka hasira wala usiwe na ghadhabu. Manake hasira yenyewe nazaa mpango. Usikuwe na hasira ya namna ile. Ni neno la Bwana linatukataza tusiwe na hasira, kwa sababu hasira inazaaka mambo mabaya, na inasema usihangaike, maana hiyo huzidisha mabaya. Hasira ikikuwa ndani yako, ukiwazawaza mingi, itazidisha mabaya. Sasa kuliko hata muachie kuile yenyewe mlikoseana, na wewe unaanzisha kitu kingine sasa, na mabaya yanaendelea kukomaa. Mstari wake wa 9 nasema, watu watendao mabaya wataangamizwa, bali wanaomtumaini Mwenyezi Mungu wataimiliki nchi. Bado kitambo kidogo, naye mwovu atatoweka, utamfuata mpaka alipokuwa, wala hutamuona. Lakini wapole wataimiliki nchi, nao watafurahia wingi wa fanaka. Mungu anatukataza hasira, kwa sababu hasira ikitumika itazidisha ubaya. Kwa hiyo maandiko yanatuambia, wewe mtu wa Mungu, tujiepushe na hasira. Tutamani kuishi maisha yenye iko pembeni ya hasira. Tuangalie hapa sasa hatari ya kushirikisha watoto wako au uzao wako makosa uliotendewa. Unapowashirikisha watoto wako makosa uliotendewa, unalenga nini? Au unataka watoto wafanye nini? Wakusaidie? Hatari ya kushirikisha watoto wetu makosa tuliotendewa. Kama mume wako ndiye amekukosea, usishirikishe yale makosa watoto. Haujui ile kadiri huko unawashirikisha, haujui kama uko napanda ndani ya watoto nini kuhusu baba yao. Mtoto anaweza fikia kiwango ya kuchukia baba yake. Kama we mzazi utashirikisha mtoto makosa ambayo mume wako alikutendea, mtoto anasikia, atakamata picha kama amekusikilia huruma, lakini ndani yake vile vile kunafanya uamuzi mwingine. Sema vrema, hivi njoo papa alifanyaka mama, nikipata kitu ule hata onjaka hata difra, na anajitenga kabisa. Na ule mtoto atakomaa kabisa, kati yake na baba yake mzazi hakuna uhusiano. Hatari ya kushirikisha watoto makosa tuliokosewa. Kama kuna kosa kati yetu, mimi na wewe, tutumike juu sana mpaka lile kosa liishie kati yetu, na mtoto asifanye nini? Asijue, kwa sababu hatujui ule unataka mwambia nini, juu afanye nini. Mtu aliyeshirikisha watoto wake hasira ni mmoja anayefahamika sana katika Biblia, ni Daudi. Some habari zake kidogo ndani ya kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura yake ya 2. Wafalme wa Kwanza sura yake ya 2. Halafu utaona pale habari za Daudi wakati alifikia mwisho wa ufalme wake, akataka kuacha urithi kwa mtoto wake Solomono. Na alipotaka kumwachia urithi, alimwachia maneno mawili makubwa makubwa. Neno la kwanza ambalo Daudi aliambia mtoto wake Solomono ni ahadi za Mungu katika jamaa ya Daudi. Haleluya. Kwa hiyo Daudi
akazungumza ahadi za Mungu kwake, akaziambia Solomoni. Solomoni, mwana wangu, Mungu ameniambia kama tutamheshimu, kama tutaenda kulingana na agizo zake, hakika katika nyumba yangu hamtakosa mfalme milele. Shika kanuni zote Mungu anazokuambia. Tafakari sana kwa maneno ya Mungu kusudi ufalme usiondoke katika nyumba yetu. Haleluya. Akamwagiza kwa yale maneno. Sehemu ya pili ya maneno aliyomwagiza, alipakula chuki iliyo ndani yake, akampokeza Solomoni. Kuna maneno yenye Daudi alishindwa kutimiza wakati wake wa kuishi, na alikufa na iko na hamu ya kuitimiza. Sema hapana, hata kama nimekufa Solomoni, watu wenyewe nilikuwa napenda niuwe, nesikuwaua, wewe ndio utaua. Ile ni kushirikisha mtoto hasira yako, na mshirikisha kusudi kile ambacho umeshindwa yeye akikamilisha. Ile ni maovu mbele za Mungu, na ni kwa sababu ya maovu mengi namna ile yenye Daudi alikuwa nayo, Mungu alimkataza aseme mtu asawaye haizi nijengea hekalu. Haleluya. Na ukisoma katika Zaburi yake ya 51, naye analia sasa, anajuta, anasema kumbe niko mwenyezi dhambi tangu kuzaliwa kwangu. Sasa nimeomba uotoshe ndani yangu roho ya mbaya, uumbe ya mpya ndani yangu. Kabla Yesu hajafika hapa, Mungu alikuwa anahesabiria watu haki muimani, lakini maisha yao ilikuwa yenye dhambi kabisa. Na njoo Warome nasema wote walipungukiwa na utukufu wa Mungu, wote wamekosa, kwa sababu kabla imani ifike watu hawakuweza kushinda dhambi. Hivi Daudi alikuwa kabisa na hasira mpaka akakufa, anaona asiende nayo apatie Solomoni. Tusome kumstari yake ya 5, njoo utasikia. Nyuma ya kumaliza kumwambia mambo mazuri yenye Mungu atatenda ndani ya nyumba yao, kumstari ya 5 akamwambia, zaidi ya hayo unajua pia yale aliyonitendea Yoabu mwana wa Seruya, jinsi alivyowatendea majemadari wawili wa majeshi ya Israeli, Abneri mwana wa Neri na Amasa mwana wa Yeteri. Aliwaua wakati wa amani, akitaka kulipiza kisasi kwa mauaji waliofanya wakati wa vita. Aliwaua watu wasiokuwa na hatia, mimi nikachukua lawama kwa ajili ya vitendo vyake ambavyo vimeniletea mateso. Basi wewe fanya kadiri ya hekima yako, ili tu usimwache afe kwa amani. Haleluya. Aseme mie niliishi na unakutana kikundi chote Daudi alichoongoza kilikuwa cha watu wenye kuweka hasira, mpaka ile hasira ilikuwa nawafikisha kulipiza visasi. Mtu alimtendea hivi naye anatenda, kwa sababu ya ile sheria ambayo Musa aliwaambia, jicho kwa jicho, jino kwa jino. Amenikata na mimi ndamkata, amenipiga na mimi ndampiga. Walikuwa walipishaji wa visasi. Jo, Yoabu alilipisha kisasi, Daudi naye alipenda apige Yoabu, lakini akaona kufatana na kazi yenye iko ndani yake, anasema hapana, sitamfaa kitu. Lakini wewe Solomoni, fanya kadiri ya uwezo wako yenye huyo alinitenda yako, ushughulike tu, usimruhusu akufe. Kwa nini? Kwa amani. Akufe mbaya tu. Pima kuimagine Solomoni sasa atakuwa naona hawa watu, atakuwa anaona kwa furaha. Akicheka nao, anacheka nao kwa unafiki. Akivizia, atawaangamiza sangapi. Ndio maana amesema ufanye kadiri ya uwezo wako, uangalie sana asikufe kwa amani, akufe mbaya kabisa. Na mie ile ndakuwa na nimetulia, na ushakufa metu utatulia. Manake hasira ni uwezo yenye naendeleaka kutumika hata wewe ushakatoka na mwili. Njo maandiko nasema tujiepushe nayo, kwa sababu haiwezi kutufikisha tupendeze Mungu. Na hii ni matendo ya hasira, inafanya mpaka watu walipishane visasi. Amen. Papa Kazadi, pima ukamata hiki kitabu cha Samueli wa pili
kuko sehemu kidogo ya kuzungumzia sababu ya ile matendo yenye Daudi iko napenda Solomon asikosake kuitimiza. Samueli wa pili sura 3. Samueli wa pili sura 3. Tuangalie itasema nini pana. Lakini tuanje malizia hii verse ya 7 ilisema, lakini watendee wema wana wa Barzilai Mgileadi, na uwatunze kwa ukarimu, wawe kati ya wale wanaokula mezani pako, kwa sababu walinitendea mema wakati nilipomkimbia ndugu yako Absalom. Manake mtu mwenye ndani yake hasira yenye ikalaka anaweza tenda mema na mabaya tena alafu. Na katika kanisa la Kristo mtu wa Mungu hana ile tabia ya kutenda mema na mabaya. Alisema mti mbaya hatuwezi ngoya kwake matunda mazuri, na mti mzuri tusingoye tena kwake matunda mabaya. Mti inajulikana kwa njia ya matunda yake. Ndio mafundisho ya kanisa hiyo. Ile hali yenye uko naonesha inakutangaza huko nani, kwa sababu mti inavumbulikaniaka kwa matunda. Miti wakati iko na komaa tunaweza ifananisha, na kitakacho itofautisha ni matunda, au kitakacho ifanya ifanane ni matunda tu. Tunapoishi duniani sisi ambao tumeamini tuko mti, na wale ambao hawajaamini nao ni mti. Kama tutatenda sawa sawa na watu wasioamini, hakuna tofauti kati ya wewe na ule. Tofauti yetu ni matunda tutakayoonesha, ile tutatangaza kusema malgre tuko na huyu na yeye ameamini Yesu. Hatutatangazia wasioamini kwa vinywa kwamba sisi tumeamini, tutawatangazia kwa njia ya matunda tutakaotosha. Haleluya. Hivi hapa Daudi anaonesha mambo mawili, mabaya na mazuri anayachanga. Lakini jamaa ya Barzilai watendee vizuri, kwa sababu wao walinikaribishaka wakati nilikuwa ndani ya ukimbizi. Chakula yenyewe utakuwa nakula nao wakule meza moja na wewe. Na pale Solomona maramaviko na mpanda mbambo ngapi? 2 kwa limoja. Chuki na wema vile vile haiko tabia yetu sisi watu wa Mungu. Amen. Mstari ya 8 ilisema, pia huyo Simei mwana wa Gera Mbenyamini wa Bahurimu, ambaye aliniapiza na kunilaani vikali nilipokwenda Mahanaimu, lakini alipokuja kunilaki kwenye mto Yordani, nilimwapia kwa jina la Mwenyezi Mungu nikimwambia, sitakuua kwa upanga, lakini wewe usimwache bila kumwazibu. Wewe una hekima, utajua utakalomfanyia. Ingawa yeye ana imvi, usimwache, muue ingawa ni mzee. Uko naona? Ule naye saa nilipitaka kanilaani. Sasa nikuka narudia akakia niomba pardon. Sasa mpaka pardon na mimi nikamwambia niseme sawa, sitakuua tena. Sasa mimi malgré ile tu hapana. Wewe usimwache, umuue. Ile ndio probleme ya watu wenye hasira. Mtu mwenye hasira anaweza kuambia aseme amekusamehe. Mfano ya Esau tu. Hapana, ile haiko probleme, tu mali yako ikwe yako. Mimi nishakabarikiwa ya kutosha. Yakobo ati, sawa, hata kama ushakabarikiwa nisaidie basi. Kamata. Uko naona sasa Daudi. Nilimsameheaka nikamwambia sitamuuaka tena. Hata kama nilimwambia hivi, wewe usimwache. Ile hekima yako uitumikishe kwa kumuua hata kama ni mzee wa envi. Kisha pima kuangalia maramasi ufalme ya Salomo. Iko mema na mabaya. Huku wakati huku watokea msifu, aseme iko na hekima sana. Na wakati ataua, eske tena ile ngali hekima. Meva anasema atumikishe ile hekima kwa kuua. Ile ndio hatari ya kushirikisha watoto wetu machukizo yenye tulitendewa mpaka tunaiweka kabisa. Wewe ushonekana useme umesamehe, hapana, angali napanga mpango ndani aseme bongo. Ndio maana ule Daudi angali najipozema question muzaburi 15. Nani ndio mnyata ikala kumulima yako mtakatifu? Ndio Mungu anamwambia. Sasa mwenye anasemaka kweli ya kutoka mroho.
Unaona sema tunasamehe moto tena nuko na mzunguruki. Naomba Mungu amuoneshe gisi huko pale haustahili. Ukwe nasema kweli ya kutoka wapi? Umoyo. Si ndio maulizo yake. Mungu anamwambia na kitu kingine. Mtu mwenye hapandake fitina kati ya wandugu. Si yeye yuko napanda fitina. Ifo Mungu amwambia aseme wasa wewe hapana. Ni mwenye hapandake fitina kati ya wandugu njoo tutaikalaka naye. Njoo kwa Zaburi na anamdai kule aseme basi kweshi baba unifundishe kuhesabu mara moja siku zangu. Juu niangalie kama ndachunga hekima namna gani. Hasi Mungu amemshinda. Haleluya. Manake hakuna matendo mabaya yenye unaweza fanya mbele za Mungu kisha upate mafasirio. Useme hapana unaona, mimi hapana leo na Mungu naye hawezi pata mafasirio. Mwisho na mwisho kumbe ufike tu kwenye utenda ulizosema baba, na njoo tikala kumlima wako mtakatifu. Unatafuta kukala kumlima wangu mtakatifu. Mtu mwenye anatendaka haki na anaishi. Ushakuwa kama ushatendea ule haki juu amekia ukaribisha hautamuua. Na hauiishi tu. Iba kule karibu kukufa hako tena tu naambia mtu atamuuaka. Mtu akusema kweli kutoka ndani ya roho. Hapana wasaa wewe. Akweshi nifundishe mara moja kuhesabu siku zangu. Okay. Na Mungu anasema vema sasa. Kwa ajili ile maovu yote Mungu alikatazaka Daudi. Kusema Daudi wewe ushawaza chabia kusema utanijengea hekalu. Na wewe hapana. Watu wasaa wewe hawezi nijengea. Hapana usijenge. Ile andiko nyingine tutenda isoma kule kunyumba. Nilikuwa nasema tuisome Samueli wa pili 3 verset 7. Tutaisoma kule kunyumba na andike kule mbuku kwenye uko unaandika. Okay. Tuangalie kama tunaendea karibu na ukomo kusudi jina la Mungu wetu litukuzwe. Maisha yetu Mungu anataka ikuwe mbali kabisa na uovu. Some hiki kitabu cha Waefeso. Waefeso sura 4. Waefeso sura 4 mstari yake ya 25. Waefeso sura 4 mstari ya 25 mpaka ule wa 28. Tutavuka kwa 31 mpaka 32. Neno linasema hivi. Kwa hiyo acheni uongo. Kila mmoja anapaswa kumwambia mwenzake ukweli, maana kila mmoja wenu ni kiungo cha mwili wa Kristo. Amen. Kwa sababu ya hiyo tuache kuambiana uongo. Katika vitabu vingine nasema ndio yako ikuwe nini? Ikuwe ndio. Na hapana ikuwe nini? Ikuwe hapana. Kama hauna roho ya kusamehe, usioneshe wazi kisi wewe hausamehe yake. Pengine tutajua kama tunakuombea na kukemea ile mademo kusudi na wewe ufikie kiwango cha kufunguliwa. Kwa nini huko najifanyisha sawa Daudi mwenyewe anasema amesamehe jamaa ya Barzilai lakini tena angali na kinyongo? Kwa hiyo acheni uongo. Kila mmoja anapaswa kumwambia mwenzake ukweli, maana kila mmoja wenu ni kiungo cha mwili wa Kristo. Tukijua kwamba sisi ni viungo vya mwili wa Kristo, tuache kuambiana uongo. Mstari 26. Kama mkikasirika, msikubali hasira yenu iwafanye mtende dhambi, na wala msikae na hasira kutwa nzima. Kukaa na hasira kutwa nzima ni kudumu na hasira, na ndani yake mwile hasira huko unafanya mipango isiyolingana na mapenzi ya Mungu. Mpaka ile hasira kukaa nayo itakufikisha kufanya kitu au cha kujitenga na mwenzako au cha kuamua na mtu mwingine kwa sababu ya kukosewa na mwingine. Naweza sema ule sitakunywaka kwake mai mpaka nitakufaka. Ile ni hasira deja yenye ulishafanyia muzambi. Ni decision yenye haimpendezi Mungu. Neno la Mungu linasema tazama, ni ya kupendeza sana wa ndugu kukaa pamoja kwa umoja. Na ni pale ndio Mungu anaamuru nini? Baraka. Wakati hasira yako inakufikisha kujitenga kumwenza yako, haumpendezi tena Mungu. Umefanya dhambi. Na maandiko nasema usifanye dhambi. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni kiungo cha mwili wa nani? Kristo. Maana yake dhambi haiko asili ya Kristo.
Mstari wa kufuata, aliyekuwa akiiba asiibe tena. Nimesema 17. Msimpe ibilisi nafasi. Maana kwa kufanya haya maisha ni kama vile kumupa ibilisi nafasi. Aliyekuwa akiiba asiibe tena, bali na aanze kufanya kazi njema kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumsaidia mtu aliye maskini. 31. Basi acheni na usama, chuki, hasira, kelele na matusi. Acheni kila uovu, muwe na moyo mwema na wenye kuhurumiana, kila mmoja wenu na amsamehe mwenzake kama naye Mungu alivyomsamehe nyinyi kwa njia ya Kristo. Amen. Kila mmoja wetu asamehe mwenzake kama naye Kristo amemsamehe. Kama Mungu amekusamehe kwa njia ya Kristo, na wewe samehe basi. Haleluya. Je, katika mkutano kuna mtu amesamehewa dhambi zake na Mungu? Wangapi tumesamehewa dhambi zetu na Mungu? Haleluya. Kama umesamehewa na Mungu, basi samehe waliokukosea. Si ni agizo lile? Kama tumesamehewa, basi samehe. Katika Mathayo sura ya 10 na mnane, mpaka zaidi tusomee pale. Mathayo sura ya 18 mstari ya 34, alafu mstari wake wa 35 vile vile. Tukamilishe hili neno. Mtu ambaye amesamehewa makosa yake na Mungu, naye vile vile ni mdeni wa kusamehe waliomkosea. Kama naye amesamehewa, Swahili hili lisema mzuri, muwe na moyo mwema na mwenye kuhurumiana, kila mmoja na amsamehe mwenzake kama naye Mungu alivyomsamehe. Haleluya. Kama Mungu ametusamehe, tuko wadeni kusamehe waliotukosea. Kwa nini wewe Mungu amekusamehe lakini wewe uko na decision hautakunyaka tena kwake mai? Kama Mungu amekusamehe, kwa nini wewe uko na uamuzi kwamba ule mtu hatasikiaga tena salamu yako? Ile nao tena ni tabia ya watu ya Mungu. Kama Mungu amekusamehe, samehe waliokukosea. Ambia mwenye pembeni yako, kama Mungu amekusamehe, na wewe samehe waliokukosea. Haleluya. Siku iliyopita tuliona njia nyepesi ya kutufikisha kusamehe waliotukosea. Kuko watu wengine wako na vikwazo, na ukimuuliza hata sababu ya kikwazo yake, hakuna hata kosa walimkosea. Akikufasiria yenyewe kunaacha na kuazika, na kutasema basi ile ni kosa kweli, haiko kosa ile. Problemi wakati uko na zania, uko na makosa, unawaza, unapanga, unadecide. Sasa utenafanya tendo ya kuonesha kwamba uko natimiza ile hasira yenyewe ndani yako. Watakia kuuliza sema, umefanya hivi jua nini? Aseme hapana, kenye huyu alinifanyaka anastahili ile. Alikufanyaka nini? Una explain. Unaona ile siku vrema mara moja mimi nafika, anasema mimi ndio mimi naibaka mahali yake mpori. Alisema siku gani? Aenda kuuliza. Anakufasiria, unavumbula useme, nilikuwa niko naelezea mtu pale niseme mshamba wangu mshakuwa vizi mama hall. Mara moja tokaka pale useme wamesema wewe njoo uko mwizi wa nini? Haone sasa kisi umefanya kitu yenyewe haiko hata kosa. Wewe umefanya dhambi mara moja. Tusomee ile kitabu mpaka zaidi. Mathayo 18:34-35. Mathayo 18:34 inasema hivi. Ndiyo. Bwana wake akakasirika, akamtoa kwa watesaji, hata atakapolipa deni ile yote. Ndiyo. Hivi vile vile Baba yangu ya nyumbani atawafanyia ninyi, kama ninyi msiposamehe katika mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Hapa kuko habari ya ule mtu ambaye alisamehewa deni la 10,000 na yeye akiwa na mdeni wake wa 100. Alafu yeye amemsamehe 10,000 bure kabisa, na yeye anakutana na mdeni wake wa 100. Andiko nasema alimshika kabisa na kusema
kama usiponipa 1,000 yangu, hapana, sitakuacha. Watu ambao wako na habari za msamaha ya ule mtu wakasema, huyu alikuwa na deni kubwa akasamehewa, kwa nini anafanya hivi? Wakaenda kumshtaki kwa ule aliyemsamehe. Ule mtu uliyemsamehe jana, leo saa hii kwa nataka auwe mtu kwa sababu ya deni ya 100. Kusema mwende mleta. Maandiko nasema akamtupa katika mikono ya watesaji na kumwamuru, sasa utatoka mkifungo mpaka umemaliza deni nililokuwa nimekusamehe. Sasa ataitosha wapi? Alikuwa anashindwa kulipa ile 10,000 na iko libre. Sasa amefungwa. Sasa ndani ya kifungo alete sasa. Na maandiko nasema hivi ndivyo Baba yenu aliye mbinguni atakavyofanyia wote ambao hawatasamehe wamoja wenu waliowakosea kwa moyo wao wote. Mwiki Kiswahili yangu njoo ilifasiria vizuri kidogo zaidi. Acha nisome 34 na 35. Basi huyo bwana alikasirika sana, akamtoa huyo mtumishi azibiwe mpaka hapo atakapolipa deni lote. Na Baba yangu aliyekuwa mbinguni atawafanyieni hivyo hivyo, kama kila mmoja wenu hata msamehe ndugu yake kwa moyo wake wote. Ukifanya msamaha ya sawa ya Esau na Yakobo, unasamehea Yakobo, lakini nenda ambia watoto yako matendo yenye Yakobo alikutendea, pale hausamehe kwa moyo wako wote. Ukikuwa sawa Daudi aliyesamehe Barzilai, lakini tena nenda ambia Salomo makosa ya Barzilai na vitendo anavyostahili kutendewa, pale hausamehe ndugu yako kwa moyo wako wote. Na kama hutasamehe kwa moyo wako wote, na Baba yako mwenye iko mbinguni hata kufanya nini? Hata kusamehe. Mwenye hasira hatimizaki mapenzi ya Mungu. Kitu kenye kiliacha Musa anavunja vile vibao vya amri ni hasira. Ukisoma habari za Musa, maandiko nasema walipokuwa wakitoka kule ukilima na mambeba amri zile 10, halafu viko wanashuka na Yoshua. Yoshua akamwambia, katika kambi mimi nasikia makelele, inaonekana ni makelele ya ushindi. Musa naye anasikiliza, anasema hapana, ile makelele haiko ya ushindi, lakini ni makelele ya nyimbo. Inaonekana huku kulishakuwa hali mbaya, tushuke twende ona kama ni nini. Wanashuka, wanaonea kwa mbali watu wiko naimba, akumbe wiko naimbia njo sanamu. Maandiko nasema hasira ya Musa ikawaka kama moto, na ile hasira ikamfanya asahau gisi anabeba na vibao vya sheria, na vitupa chini na kuenda anakamata ile ndama na kuyejusha na itokotesha na kuikunyisha watu. Akishamaliza kuwakunyisha, sasa anaenda kwenye Haruni naye anaogopa. Maandiko nasema Haruni akamwambia, samahani, hasira yako isiwake juu yangu, acha nianje kufasiria kama mambo ilikuwa namna gani. Manake Musa alikuwa na ile tabia ya kuajiri, na hayajua na sababu iliacha watu wanafanya hivi, kwa sababu yeye alitupa na sheria za Mungu, anenda fanya hii sana. Nataka fika ku Haruni kwa sababu walikuwa bandugu tena, na mke yako pole, na Haruni anamwambia seme pardon, hasira yako isiniwakie, nihurumie kwanza nianje kufasiria. Sasa namfasiria seme Haruni iko namwambia seme, Musa na wewe unajua hapa au si unaona na utayari kwa kuua hata mtu, niliona tu anataka niua. Njo kenye wanasema nibafanyie, wanasema sema ushashindayo hivi. Hapo hawajui kama kitu gani njoo ile kupata kule tutengeneze Mungu mwenyao, watakuwa naona wanasema huyu njoo alitutosha wapi. Haiko mia njoo nilisema ndatengeneza, njoo barenekaza ile kisi. Musa naye anabajua sema watu hayaishia pale. Kati yenu nyewe mko kule, nani iko kwa upande ya Bwana? Biblia sema watoto wa Lawi hapo peke njoo wakakuya. Sisi tuko kwa upande ya Bwana. Sema gisi mko kwa upande ya Bwana, mkamate makisu mjifunge hivi mkiuno, alafu mpite katikati ya mkutano na mko nazunguruka hivi, mwenye kisu itatobola na tobola na kufa. Pale njoo ndajua kweli kama mko kwa upande ya Bwana. Ni vitu vyenye kwa sehemu vilipendeza Mungu, mimi vilifanyikia muasira. Nijue kweli kama nanyemsha kwa upande ya Bwana, mtie makisu mumayuno yenu, mko nazunguka alafu ikatekate watu wakufe.
pale ndio ndajua niseme kweli. Na Mungu ndio alizuizaka Musa. Musa akose ndani yake mliwaka hasira hapa ya kupenda watu wakufe. Mungu akasema stop, wale waishie pale kwanza, wale wamekufa, stop Musa. Watu wakaacha kwanza, okay. Na Mungu akasema lakini hapa Balawi nao viko nguvu, wanaitika kuwa wa ndugu yao, kuanzia leo mtakuwa watumishi yangu milele. Na pale ndio Mungu akafanya nao agano kwamba watamtumikia Mungu siku zote za maisha yao. Na wao wakakatazwa urithi Mkanana, urithi yao ni Mungu. Sehemu yote yenye Mungu angekula, Walawi ndio watakuwa nakula. Na pale ndio kwenye na leo madini nao zinatosha, zinasema moja ya 10 inakuwa ya Walawi. Sasa leo hatuna tena na Walawi, sisi tuko watu wa mataifa. Tumeingia kwa Bwana kwa neema. Hatukuingia kwa Bwana juu tuliua watu. Walawi waliitiwa Walawi kwa sababu waliua. Wewe umeua nani? Kama tusiposamehe ndugu zetu kwa moyo wetu wote, basi Baba mwenyeko mbinguni naye atafanya nini? Atatusamehe. Amen. Some maandiko ya mwisho kwa leo. Tufungue kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 5 mstari wa 9. Papa Kazadi utatusomea Mathayo sura yake ya 5 mstari wake ni wa 9. Mathayo sura 5 mstari wa 9 inasema hivi. Ndiyo. Heri wenye kufanya salama, maana wataitwa wana wa Mungu. Heri watu wanaofanya salama. Tumekuwa na Kiswahili kingine ambacho kinaweza fasiria zaidi ya pale, ingekuwa mzuri sana. Heri watu wanaofanya salama, kwa maana wao wataitwa watoto wa Mungu. Mungu anataka tutumikie salama, na ile Kiswahili nasema heri wale wanaoleta amani, maana wataitwa watoto wa Mungu. Heri wanaoleta amani, kwa sababu wale wataitwa watoto wa Mungu. Katika ile Kiswahili ndio watu ambao, manake ile ingesema Mkiswahili ingesema heri kwa watu wanaosababisha amani. Manake amani haiko, lakini unaisababisha. Sasa pahali kote kwenye kuko makosa, amani inakosekanaka pale. Pahali kote kwenye huyu amekosea huyu, hakuna tena amani. Sasa heri kwa mtu mwenye atapenda pale kwenye kushakosa amani, ukue amani. Heri kabisa. Hii mafundisho ya Kristo iko tofauti na ile ya Agano la Kale, jicho kwa jicho, mkono kwa mkono, iko tofauti sana. Salama imekosekana, uko na heri kama utashughulika mpaka amani ifanye nini? Ikwe pale. Na ile ndio Kristo anataka kwetu. Na kusudi tusababishe amani kwenye haiko, njoo utachunga zamu hata mtoto yako asijue nini ulilokosewa kuishamaa. Chunga mpaka salama ifanye nini? Ikuwe. Amen. Na katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura 5 mstari yake ya 18 inasema yote ni kazi ya Mungu mwenye kutupatanisha sisi naye kwa njia ya Kristo, na kutupa jukumu la kuwapatanisha watu naye. Mungu ametupa jukumu la kufanya upatanisho. Manake kazi ya mtu ambaye ameamini, amepewa kazi ya kupatanisha watu waliogawanyana, watu walioachana. Kama tumepewa hiyo kazi ya kupatanisha watu walioachana, sie ndio tena tusababishe nini? Kuachana. Haleluya. Ambia mwenye pembeni yako, umepewa jukumu la kupatanisha walioachana. Sasa utapatanisha watu walioachana namna gani? Na wewe naosha achana tena. Hivi ni kazi, kusudi tutimize ile kazi. Tukiitimiza tutaitwa heri, kwa sababu tutakuwa tumefanya moja ya tabia za Mungu. Mungu ni mwenye kupatanisha, ni tabia yake kupatanisha watu walio mbali. Njoo kazi yenyewe alifanya. Sisi na watu wa Yuda tulikuwa hatupatani, kulikuwa kiambaza kati ya Israeli na watu wa mataifa mengine, na ilikuwa uadui mkubwa sana. Mtu wa mataifa hakuwa na ruhusa ya kushiriki katika hekalu za Wayahudi, na Myahudi hakupashwa kula chakula kimoja pamoja na mtu wa mataifa. Maandiko nasema Kristo alikwisha bomoa kiambaza kilichokuwa kati yetu na watu wa mataifa,
kusudi watu wa mataifa haya mawili, Wayahudi na watu wa mataifa mengine, awafanye kuwa taifa moja, na nyuma ya kulifanya kuwa taifa moja, ili taifa moja kubwa alipatanishe sasa na nani? Na Mungu. Manake Kristo hakuanza patanisha Wajuife na Mungu sasa akaturudilia si watu wa mataifa. Hapana, alianza patanisha Wayahudi na watu wa mataifa wakuwe taifa moja, kisha ili taifa moja kubwa alipatanisha na nani? Na Mungu. Na sisi akatupatia ile kazi ya upatanishi. Kwa hiyo mimi ni mpatanishi na wewe ni mpatanishi. Haleluya, amen. Sema kwa sauti yako, mimi ni mpatanishi. Mimi ni mpatanishi. Basi kama wewe ni mpatanishi, patanisha sasa watu walioachana, na usijiache kukatala watu wa jamaa yako kwa sababu ya kosa walilokukosea. Amen. Kwa leo Mungu atubariki. Acha tuombe Mungu. Utashukuru Mungu kwa sababu ya mwangaza ambao amekupatia katika maandiko matakatifu.